kunipa muda na mimi ili nichangie hii hoja ya Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Mimi nitazungumza kwa uchache sana kwa habari ya utawala bora. Mheshimiwa Naibu Spika, liko jambo ambalo linafanya tathnia nzima ya utawala bora katika nchi yetu iwe na dosari kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna hizi sheria, hii sheria the Anti-Money Laundering CAP 423 ya mwaka 2006 ambayo ilifanyiwa marekebisho na bunge hili 2019. Inajulikana kama sheria ya utakatishaji pesa. Na hii sheria ya Economic and Organization Crime Act ambayo CAP 200 ya mwaka 1984 ambayo pia ilifanywa marekebisho na bunge hili 2019, pamoja na sheria ya ugaidi ambazo zinafahamika. Hizi sheria tatu zinaifanya dhana ya utawala bora katika nchi yetu itiliwe maswali sana. Kwa mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, bunge hili wakati linapitisha sheria hii au kufanyia marekebisho sheria hii, na sheria hii kufikia mahali kwamba haina dhamana kabisa, nia ya bunge ilikuwa nzuri, lakini katika utekelezaji wake imeingia dosari nyingi sana. Kuna watu wengi sana, Mheshimiwa Naibu Spika, wako ndani, wako mahabusu, maelfu wa watu, kwa sababu ya hili swala la utakatishaji fedha kubambikiziwa na watu wasio waaminifu katika vyombo vyetu vya dola. Na kwenye nchi yoyote makini, jambo hili haliwezi kuachiwa hivi. Unakuta mtu anakwenda kwa mfanyabiashara kukusanya mapato au kudai mapato au malimbikizo ya mapato. Anakwenda na chaji kabisa, anamwambia, bwana, usiponipa fedha kadhaa tayari nina hati hii hapa na kuwekea money laundering au na kuwekea economic sabotage. Kuna watu wengi sana wako ndani, wako mahabusu kwa sababu ya matumizi mabaya ya hawa watu wasio waaminifu ambao tumewakabidhi kutekeleza hii sheria. Mpaka leo kwa mujibu wa takwimu, kuna watu 1701 ambao wako mahabusu kwa sababu ya ama kwa ajili ya money laundering au kwa sababu ya economic sabotage. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa nafikiri ni muhimu sana, kwa kuwa kazi mojawapo ya bunge letu ni kutunga sheria lakini na kufanyia marekebisho sheria na kufuta baadhi ya sheria. Haileti sense kwa nini mpaka leo wale mashehe 23 wa uamsho wa Zanzibar wako ndani mpaka leo mahabusu. Leo ni miaka 9, Mheshimiwa Naibu Spika. Haileti sense kabisa. Najaribu kuwaza, ningekuwa mimi au angekuwa baba yangu au angekuwa ndugu yangu ambaye mpaka leo miaka 9 yuko ndani, hajahukumiwa bado na haijulikani ana hatia au hana hatia, itakuwaje baada ya miaka 20 huyu mtu mkagundua hana hatia? Atalipwa nini in exchange na miaka aliyopoteza? Na mimi kwa kweli hili haliingii akilini. Kwa nini hawa mashehe 23 wa uamsho wa Zanzibar wako ndani mpaka leo kwa miaka 9? Lakini haitoshi, kuna mashehe 64 huko Arusha ambao na wao wako ndani kwa sababu ya hizi sheria za ugaidi ambazo hazina dhamana, kwa sababu ambazo hatuzielewi. Na mimi nashangaa kwa nini mashehe tu wako ndani kwa ajili ya sheria za ugaidi, hakuna gaidi mwingine ambaye sio shehe. Naomba Mheshimiwa waziri husika pamoja na serikali kwa ujumla tuangalie kwa undani sana namna ya kulihendo swala hili, kwa sababu sio sahihi mashehe hawa wakawa ndani kwa muda wa miaka 9. Sisemi kwamba wana hatia au wana hatia, sijadili kosa lao, lakini ninachojadili ni kwamba basi wangehukumiwa, basi ikajulikana. Wangehukumiwa, wangejua wamebakiza miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6, lakini sasa wako ndani bila kujua watamaliza lini matatizo yao. Mimi nilikuwa naomba wizara pamoja na by implication waziri wa hii wizara ni Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais wa nchi ni rais wa nchi, lakini pia ni waziri wa hii wizara. Nilikuwa naomba jambo hili lifanywe kazi. Kuna watu wengi sana, rafiki yangu mmoja akanipigia simu akaniambia, askofu, kuna watu wamekuja kwangu wananiambia ama niwape milioni 100 ama wanipe money laundering.
nikamwambia wape haraka haraka, utapata money laundering na utashindwa namna ya kutoka. Nilikuwa na shauri sana kwa ajili ya kuondoa dosari zinazotokana na kusemwa kwamba Tanzania hatuna utawala bora. Tuweze kuziangalia kwa makini hizi sheria, tulizirevise, na naomba sana rafiki yangu Mheshimiwa Mchengerwa ulifanyie kazi hii. Mashehe hawa 23 na mashehe hawa 64 ambao wako ndani, utafute namna ya kufanya, vinginevyo nitakuondolea shilingi kwenye bajeti yako. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.